Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu ili tuendelee kubarikiwa kutoka kwenye neno lake, yani Biblia. Mafundisho yetu ya kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, tukianzia ile aya ya kwanza hadi sura ya 21 aya ya 7. Yaliyoko kwenye sura ya 19 yahusu uhusiano wa Yehoshafati na mfalme wa Israeli, jambo ambalo Mungu alimkaripia kwalo. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili kwenye sura ya 19: Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani kwake kwa amani. Yehu mwana wa Hanani mwonaji akatoka kwenda kumlaki. Akamwambia mfalme Yehoshafati, je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu i juu yako itokayo kwa Bwana. Swali hili aliloulizwa Yehoshafati lilikuwa nzuri kabisa, maana kizazi cha sasa chafaa kujua hili. Mungu hatuulizi kuwapenda hao wanaomchukia na kujitangaza moja kwa moja kuwa wao ni adui zake Mungu. Ni kweli kwamba atuuliza kuwapenda wenye dhambi, lakini si dhambi watendayo. Na kwa ufahamu wako, kuna hao ambao hawataki lolote kumhusu Mungu na hata kujitangaza kuwa adui yake. Amri aliyotupa Mungu ni kuwapenda hao waumini, watu wa Mungu. Na kwa habari ya wenye dhambi, twahitaji kuwapenda kwa njia ya kuwahubiri neno la Kristo, yani habari njema. Yehoshafati hakutumwa na Mungu afanye mapatano na Ahabu au mkewe Yezebeli. Mfalme huyu wa Yuda alikuwa mtu wa Mungu, ila kwa kufanya hivyo alifanya kosa. Lililotendeka ni kwamba Mungu alimruhusu awe katika uhusiano huo kusudi mwishowe apate funzo linalomstahili. Leo hii kuna wengi wanaojifanya kuwa polisi wa kiroho na hutaka kumwambia kila mmoja jinsi anavyostahili kujitenga na watu wa aina fulani au kutojitenga nao. Maandiko ni wazi kwetu kwamba hatufai kuwahukumu wenzetu kuhusu mambo yenye maswali. Hakuna mtu ajaye kwetu ili tuwahukumu. Mtume Paulo anena hili kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 aya ya 4 akisema hivi: wewe u nani umhukumuye mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Utakubaliana nami kwamba mara nyingi twajipata kwamba tumewahukumu wenzetu kwa kudhani kwamba hawajajitenga kama inavyostahili. Ila muhimu kwetu ni kuelewa kwamba Mungu aweza kuwasimamisha iwapo wana uhusiano wa binafsi na Kristo Yesu. Hesabu nitakayotoa mbele ya Mungu, msikilizaji, hakuna mwingine atakayewajibika kwayo isipokuwa mimi, na vivyo wewe. Kwa sababu hiyo, kila mmoja wetu kwa ufahamu huo afaa kujishughulisha sana na kutenda yanayomstahili badala ya kukaa na kuhukumiana. Mungu atanikemea mimi iwapo nitakosea, kama ilivyokuwa kwa Yehoshafati, na kunifunza pia. Katika hilo pia tuelewa kwamba yatufaa kuangalia uhusiano upi tunaofanya na watu fulani fulani. Maana baadhi ya uhusiano ambazo watu huingiamo mwishowe huwatenga na Mungu, jambo ambalo halipendezi hata kidogo. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema waziwazi kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya nuru na giza, wala kati ya hekalu la Mungu na hekalu la Shetani, wala kati ya Beliari na huyo Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa msingi wa hayo, ndugu msikilizaji, ni vyema wewe mwenyewe uangalie na kutafakari iwapo uhusiano ulionao wastahili au haustahili hata kidogo. Mungu akusaidie, Mungu akuongoze, utende kulingana na maandiko, maana hapo ndipo kuna baraka yako. Aya ya 3 yatuambia hivi: walakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi, na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu. Yehoshafati, kama vile ilivyo, alikuwa mtu wa ajabu sana, tena aliyempenda Bwana Mungu. Kasoro ilitokana tu na mwanawe kufanya ujamaa na Ahabu kwa kumwoa binti Ahabu. Jambo hili lilileta hukumu juu yake na taifa nzima, kama tutakavyoona baadaye.
Hata hivyo, huyu mtumishi wa Mungu amwambia Yehoshafati kwamba yameonekana mema ndani yake, hasa kwa kuondoa maashera, yani sanamu walizoabudu watu, na pia alikuwa ameukaza moyo wake kumtafuta Mungu. Hili latujulisha kwamba waweza kuwa wamtafuta Mungu au waweza kukaza moyo wako kumtafuta Mungu, lakini waweza kukosea kwenye sehemu. Mungu atusaidie tupate kuwa waangalifu katika yote tuyatendayo, kwa kuwa yule adhaniaye kuwa amesimama ajiangalie asije akaanguka. Tunapoendelea kwenye aya ya 4, neno laendelea kutuambia hivi: na Yehoshafati akakaa Yerusalemu, akatoka tena kwenda kati ya watu toka Beer-sheba mpaka milima ya Efraimu, akawarudisha kwa Bwana Mungu wa baba zao. Mtu huyu licha ya kosa lake, twaona kwamba hakukaa na kuendelea kujihurumia kwa kuwa alikuwa amefanya kosa. Twaona hapa kuwa alimpenda Bwana Mungu wake, kwani aliwataka wote wa milki yake kumtafuta Bwana Mungu wa Israeli, Mungu wa baba zao. Yeye mwenyewe, kama vile ilivyo hapa, aliongoza katika kuwarudisha watu kwa Bwana. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo lahitajika. Kiongozi anapoongoza katika kumtafuta Bwana Mungu, daima watu wale wanaomfuata watautafuta uso wake Mungu, na nchi hiyo itabarikiwa. Tuendelea kuona aliyoyatenda kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 hadi 7. Neno lasema hivi: akasimamisha makathi katika nchi, katikati ya miji yote yenye maboma ya Yuda, mji kwa mji. Akawaambia hao makathi, angalieni myafanyayo, kwa kuwa hammfanyii mwanadamu hukumu ila Bwana, naye yupo pamoja nanyi katika neno la hukumu. Basi sasa hofu ya Bwana na iwe juu yenu, angalieni mkaifanye, kwa maana kwa Bwana Mungu wetu hapana uovu, wala kujali nafsi za watu, wala kupokea zawadi. Wazo langu, msikilizaji, kuhusu maandiko haya ni kwamba katika hali ya utekelezaji wa sheria na haki, wengi wa hao wanaokaa kufanya hivyo si kwamba wajiona kuwa wawajibika mbele za Mungu. Iwapo wote wanaohusika katika utekeleshaji wa sheria na haki watafanya kulingana na himizo hili, basi itakuwa baraka kwao na kwa taifa nzima. Pasipo ya kuwa na kicho cha Mungu, ufisadi na mapendeleo yataendelea kuwapo, na hilo litaendelea kuadhiri nchi yoyote ile. Aya ya 8 hadi 11, neno la malizia sura hii ya 19 kwa kusema hivi: tena katika Yerusalemu Yehoshafati akasimamisha Walawi na makuhani na wakuu wa mbari za mababa wa Israeli wawe kwa hukumu ya Bwana na kwa mateto, nao wakarudi Yerusalemu. Akawaagiza akasema, ndivyo mtakavyotenda kwa hofu ya Bwana, kwa uaminifu na kwa moyo kamili, na kila mara watakapowajia na teto ndugu zenu wakao mjini mwao, kati ya damu na damu, kati ya torati na amri, sheria na hukumu, mtawaonya wasiingie hatiani mbele za Bwana, mkajiliwa na ghadhabu ninyi na ndugu zenu. Fanyeni haya, wala hamtakuwa na hatia. Tena angalieni, Amaria kuhani mkuu yu juu yenu kwa maneno yote ya Bwana, naye Zebadia mwana wa Ishmaeli jemedari wa nyumba ya Yuda kwa maneno yote ya mfalme. Walawi nao watakuwa wasimamizi mbele yenu. Jitieni nguvu mtende, naye Bwana awe pamoja nao walio wema. Ufanisi wa mtu huyo, ndugu msikilizaji, katika milki yake ilitokana na hali yake ya kuhakikisha kwamba kila jambo lililotendeka lamwelekea Bwana Mungu. Nawe kama vile wafahamu, hivyo ndivyo yafaa kuwa, maana ufanisi wako ni lazima kuwa na msingi wa namna ile. Watu hutaka kufanikiwa, lakini unapoambia kwamba ni vyema kufuata njia yake Mwenyezi Mungu, wao hawataki hata kidogo, na kwa sababu hiyo ufanisi haupo maishani mwao. Huenda wajiuliza ufanisi ni nini? Ufanisi, msikilizaji, ni wakati ule ambapo wewe una uhusiano wa binafsi na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na katika yote uyatendayo watenda kwa kichwa chake Bwana. Hiyo ni kukwambia kwamba ufanisi hauwezi ukapimwa kutokana na magari ulio nayo au shamba ulizo nazo au lingine lolote. Ufanisi mkuu kwa mujibu wa maandiko ni wewe uwe na uhusiano wa binafsi na huyo Mungu wa kweli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, na umwabudu huyo, kwa kuwa yeye ndiye thawabu yako kuu. Usisahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alinena na kuuliza swali hili: je, itamfaidi mwanadamu nini ajapopata ulimwengu wote na aipoteze nafsi yake?
Kwa hivyo ufanisi ni lazima uwe katika kila sehemu, maana ufanisi wa mali si hakikisho kwamba umebarikiwa na Mungu, kwa kuwa waweza kuwa ni mwizi nawe una mali. Kilichopo tu ni kwamba haijajulikana ni jinsi gani umekuwa ukiiba, au pengine umewatapeli watu au kufanya ufisadi kwa njia moja au nyingine. Baraka au ufanisi, ndugu yangu, usije ukaiwekea mipaka ya utajiri na mali, maana watu hupata mali kwa njia tofauti tofauti. Ufanisi ulio kamili unaotokana na Mungu waanzia katika roho ya mwanadamu, hasa kupatanishwa na Mungu na kutenda yaliyo haki. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo twalipata kutoka kwenye neno lake Mungu. Isitoshe, ufanisi unaotokana na Mungu, Mungu haongezi majonzi juu yake. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itaendelea kuwa. Tunapogeukia sura ya 20, twapata habari za jinsi Yuda ilivyovamiwa na adui. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3: Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama, wako katika Hasason Tamari, ndiyo En-Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Mfalme Yehoshafati, kama vile ungelitarajia, aliingiwa na hofu mara alipopokea habari hizo. Hofu hiyo ilimwelekeza kutafuta uso wa Mungu kwa sababu ya janga lililokuwa limewakabili. Naye hakufanya hivyo peke yake, kwani aliwahusisha wote wa milki yake, yani ufalme wa Yuda. Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo viongozi wa kisiasa wafaa kufuata, kwani Mungu tu ndiye aweza kuwasaidia. Na mara kiongozi wa kisiasa au serikali anapouelekeza uso wake kumtafuta Bwana Mungu, daima Mungu atamjibia, kwa kuwa Mungu ndiye amemweka pale ili apate kuongoza. Kwenye aya 4 hadi 7 neno la Mungu latujulisha yaliyotendeka. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe, Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Hili alilotenda Yehoshafati ni jambo ambalo babaye Asa hakufanya. Asa hakutegemea ujuzi wa mambo yaliyopita ili ajengeke katika imani. Yehoshafati, akifahamu ahadi ya Mungu kwa Israeli na kwa Ibrahimu rafikiye, alijituliza katika ahadi hizo za Mungu. Katika sala lake alimwelezea Mungu kila hali, na amalizia ombi lake kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 12 na 13. Neno lasema hivi: Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, huu ndio mfano ambao wafalme na viongozi wote wafaa kufuata. Kujibwaga mbele za Mungu Mwenyezi katika kila hali, si wakati wa shida tu, bali ni jambo linalohitajika kutendeka mara kwa mara. Kiongozi anayenyenyekea mbele za Mungu ndiyo hupata ufanisi na ushindi mkubwa katika maisha yake, maana atambua kuwa uongozi alio nao watoka kwa Mungu. Kwenye aya ya 14 neno laendelea kutwambia hivi: Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Kwenye andiko hili, msikilizaji, tuwaona jinsi nasaba ilivyotumika ili kuwatambulisha manabii au watu waliotenda mambo fulani katika maandiko. Mtu huyu aitwaye Yahazieli mwana wa Zekaria alipokea neno la Bwana kuhusu wakati huo, naye Bwana akasema hivi kwa kinywa chake, kama vile twasoma kwenye aya ya 15. Akasema,
sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi: msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali ni ya Mungu. Neno hili kutoka kwa Bwana kwa watu wale liliwafaa sana. Walichohitaji kujua ni kwamba vita vile si vyao, bali ni ya Mungu. Hili ni jambo ambalo ni lazima kila mhuduma wa neno la Mungu ajikumbushe. Ni rahisi kwa mhubiri kuchukua kuwa huduma ni yake. Hapo ndipo mhuduma huanza kubeba kila aina ya mzigo na kufadhaika kwa sababu ya hili na lile. Ni lazima kujikumbusha kwamba huduma ni ya Mungu, naye ataishughulikia viwavyo, huku mhuduma akifanya yampasayo. Siri, mhubiri mwenzangu, ni kuchukua mizigo yote ya huduma na kuiweka miguuni pake Mungu. Mungu alimwambia Yehoshafati kwamba asiogope, kwa kuwa vita si vyake, bali ni vya Bwana. Ni jinsi hii ndivyo twafaa kumtumikia Bwana katika kila hali. Hili si kwa wahuduma tu, bali ni kwa kila mtoto wa Mungu. Kumbuka kwamba Yehoshafati alikuwa na ujasiri wa kuomba kwa jinsi hiyo, kwa sababu aliuelekeza moyo wake kumtafuta Bwana Mungu. Ndugu msikilizaji, unapouelekeza moyo wako kumtafuta Bwana Mungu, mara lolote litakapotokea, haitakuwa ni jambo la dharura mbele za Mungu wewe kuingia mbele zake. Kwa hivyo dumisha uhusiano wako na Mungu katika maombi na sala, na pia katika kulisoma neno lake na kutenda kama akuagizavyo. Aya ya 20, ndugu msikilizaji, yasema hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika; waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Baada ya Mungu kunena nao, sasa waondoka ili kukabili wale adui. Yehoshafati alihimiza jeshi lake wamtumaini Bwana. Bwana hata sasa, rafiki, akwambia hivi: niamini mimi na kunitumai, litegemee neno langu, nawe utathibitishwa na kufanikiwa. Elewa kwamba hauna njia nyingine ya kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa njia hii, yani kumwamini Mungu na kulitegemea neno lake. Wale waliotutangulia, waliotenda makuu na kufanikiwa katika yote waliotenda kwa ajili ya Bwana, ni hao waliomwamini Bwana na kutembea katika neno lake na kulitegemea. Litegemee neno la Mungu, nawe utathibitishwa na kufanikiwa katika maisha yako. Kwenye aya ya 21 neno latuambia hivi: naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kama ufahamuvyo msikilizaji, jinsi hii ya kukabili adui ilikuwa ngeni sana, tena isiyo ya kawaida. Huyu mfalme aliwaandaa waimbaji watangulie jeshi lile, nao wamsifu Bwana wakisema fadhili zake ni za milele. Kisha aya ile ya 26 yasema hivi: hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la Baraka, maana ndipo walipombarikia Bwana. Kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la Baraka hata leo. Jina hili Baraka, ndugu msikilizaji, ni nzuri sana, maana watu hawa walipokuwa wakiendelea kumbariki Bwana, Bwana aliwabariki kwa kuwapa ushindi. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye aya ya 27 hadi 30, ambapo neno lasema hivi: kisha wakarudi kila mtu Yuda na Yerusalemu na Yehoshafati mbele yao, ili kuurudia Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Wakafika Yerusalemu wenye vinanda, vinubi na mapanda, kwenda nyumbani kwa Bwana. Ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi, waliposikia ya kuwa Bwana amepigana juu ya adui za Israeli. Basi ukatulia ufalme wake Yehoshafati, kwa sababu Mungu wake alimstarehesha pande zote. Mpendwa, iwapo kuna jambo ambalo mataifa ya ulimwengu yafaa kujua na kufahamu, ni kwamba amani na utulivu hutoka kwa Mungu. Daima wengi hufikiri kuwa wakiwa katika muungano fulani basi wa salama. Licha ya miungano ya kila namna ulimwenguni, tuaona kwamba hakuna amani ulimwenguni. Sababu kuu ya hali kuwa jinsi ile ni kwa kuwa ulimwengu haumtumaini mfalme wa amani, wala hautaki kumrudia Mungu aletaye utulivu kati ya wanadamu. Sura hii ya 20 yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 31 hadi 37:
Yehoshafati akatawala juu ya Yuda. Alikuwa na umri wa miaka 35 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 25 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Azuba binti Shilthi. Akaiendea njia ya Asa babaye, wala hakuiacha, akifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa, wala mioyo ya watu bado haijakazwa kwa Mungu wa baba zao. Na mambo yote ya Yehoshafati yaliyosalia, ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika tarehe ya Yehu mwana wa Hanani, iliyotiwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli. Baada ya hayo, Yehoshafati mfalme wa Yuda akapatana na Ahazia mfalme wa Israeli, naye huyo ndiye aliyefanya mabaya mno. Akapatana naye kufanya merekebu za kuendea Tarshishi, wakazifanya merekebu zile huko Esion Geberi. Ndipo Eliazeri mwana wa Dodavahu wa Maresha akatoa unabii juu ya Yehoshafati, akasema, kwa sababu umepatana na Ahazia, Bwana amezivunjavunja kazi zako, zikavunjika merekebu zisiweze kufika Tarshishi. Mpendwa, ijapokuwa Yehoshafati alikuwa mfalme aliyemcha Mungu, ni wazi kwamba alikuwa na kasoro zake na udhaifu wake. Hata hivyo, ushuhuda wa Mungu kumuhusu ni kwamba hakuiacha njia ya babaye Asa, yani kutenda mema machoni pa Bwana. Katika hili ni vyema ufahamu kuwa wafaa kuangalia ni uhusiano wa jinsi gani unazotafuta kuwa nazo katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya 21, twapata jinsi taifa hilo lilianza kugaagaa katika ibada ya sanamu, jambo litakalowafanya kukengeuka na kuingia katika dhambi na hatimaye kuchukuliwa mateka. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Yehoshafati akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi. Akatawala Yehoramu mwanawe mahali pake. Huyu Yehoramu mwana wa Yehoshafati ndiye aliyeoa kutoka kwa nyumba ya Ahabu, naye kwa uhusiano huo alijifunza uovu mara tu alipotwaa hatamu za uongozi. Kwenye aya ya 2 hadi 4 neno laendelea kutwambia hivi: naye alikuwa na ndugu wana wa Yehoshafati, Azaria na Yehieli na Zekaria na Azaria na Mikaili na Shefatia. Hao wote walikuwa wana wa Yehoshafati mfalme wa Israeli. Baba yao akawapa zawadi kubwa za fedha na za dhahabu na za tunu, pamoja na miji yenye maboma katika Yuda. Lakini ufalme akampa Yehoramu kwa sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza. Basi Yehoramu alipoinuliwa juu ya ufalme wa babaye na kujitia nguvu, akawaua nduguze kwa upanga na baadhi ya wakuu wa Israeli pia. Maovu ya mtu huyo, ndugu msikilizaji, yaanza kuonekana mara moja. Baada ya kujiimarisha katika ufalme, aliwaangamiza nduguze wote. Je, alifanya haya kwa nini? Hebu tusome aya ya 5 hadi ile ya 7 tuone hilo lililotendeka. Neno lasema hivi: Yehoramu alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, akatawala miaka 8 huko Yerusalemu. Akaiendea njia ya wafalme wa Israeli kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Kwa kuwa alikuwa amemuoa binti Ahabu, akafanya maovu machoni pa Bwana. Walakini Bwana hakupenda kuiharibu nyumba ya Daudi kwa sababu ya agano alilolifanya na Daudi, na kama alivyomwahidi kuwa atampa taa yeye na wazao wake siku zote. Mpendwa, sababu ya mtu huyu kufanya hivi ni kwamba alitembea katika njia ya wafalme wa Israeli, hasa nyumba ya Ahabu. Kuu la kujifunza ni kwamba Mungu hawezi kubariki ndoa za mchanganyiko. Yani wewe muumini unapooa au kuolewa na asiye muumini, hauna baraka kutoka kwa Mungu. Yehoramu alikuwa mwovu sana kiasi kwamba ingelikuwa haki kwa Mungu kukatilia mbali uzao wake. Ila Mungu wetu ni mwaminifu kwa yote anayoahidi, naye hakumharibu kwa sababu ya Daudi mtumishi wake. Uaminifu wa Mungu na saburi yake kwako, ewe mtenda maovu, ni kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wake. Wema wake wahitaji kukuelekeza ufanye toba, maana pasipo ya kufanya hivyo wewe ndiwe utajilaumu. Ni ombi langu kwamba katika maisha yako utamgeukia Mungu na kumtii katika kuagizayo na kutenda kama ikupasavyo. Hebu natuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, nawe ndiwe watujali katika maisha haya na yote unayetuagiza. Si kwamba waweka mizigo mizito juu yetu, bali wafanya hivyo kwa ajili ya upendo ulio nao kwetu na wema unaotutakia.
namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamsaidia kwa Roho wako Mtakatifu aukaze moyo wake kukufuata wewe, maana kukufuata wewe ndiyo uzima na amani katika maisha yetu. Najua kwamba hili utalitenda kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nimebarikiwa na pia nina uhakika kwamba umebarikiwa maishani mwako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kubarikiwa, maana neno lipo kwa ajili yetu ili tubarikiwe kwa kujua jinsi ya kutembea na Mungu wetu kutokana na mifano iliyopo. Na hadi tutakapokutana tena wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Funzo bila shaka limekubariki, nawe iwapo wahitaji baraka zaidi, ni vyema uwasiliane nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena, andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 21 aya ya 8 hadi sura ya 24 aya ya 3 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Sina budi kukuaga kwa sasa kwa kukutakia amani ya Kristo. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.